Jina langu ni Calvin Dweck kutoka hapa Chihuahua, Mexico. Na hapa nitaonyesha kidogo jinsi upunguzaji wa matunda ya tufaha unavyofanyika, na hili ni jambo tunalofanya katika hatua wakati tufaha bado ni dogo. Kadiri inavyofanyika mapema ndivyo bora zaidi, lakini sababu ya kutofanya hivi akiwa madogo sana ni kwa sababu hatuoni tufaha ambazo ni ndogo mno, kwa hivyo tunasubiri yakuwe kidogo. Tazama, sasa hivi tulichonacho hapa ni tawi dogo, na hapa tunaona kuna tufaha 6. Haya yataanguka yenyewe kwa sababu mti huyatupa, lakini hata tukiangalia tawi hili ni jembamba sana, na kwa tufaha za ukubwa huu halitotosha. Kwa hivyo tunayaondoa kwa mkono, basi tunaondoa mawili ili libaki moja tu. Hapo ni muhimu sana kwamba tusiumize kile kijiti. Njia nyingine pia ni kutumia mkasi, lakini ni rahisi kwamba ukikata moja utaiumiza nyingine, kwa sababu ncha ya mkasi inaweza kutoboa tufaha, na likishakuwa kubwa linakuwa na kidonda, na hapo mdudu ataingia. Kwa hivyo ni rahisi kulishika hivi na kuliondoa. Naondoa yane madogo zaidi ili libaki lee kubwa zaidi. Tayari. Sababu ni kuwa tawi hili dogo haliwezi kamwe kuwa na tufaha 5 kubwa. Na wakati mwingine tunasema ni tufaha lile liwe dogo au kubwa, kwa sababu nina mengi, lakini tufaha kubwa si sawa, ni tamu zaidi. Na tufaha kubwa faida yake ni kwamba mti haupati msongo sana, na tufaha moja kubwa kuliko yakiwa 2 au 3 madogo. Na ni muhimu sana kufanya hivi wakati tunda bado ni dogo sana. Linapokuwa kubwa zaidi, mti hupata msongo zaidi na hutoa matunda kwa kubadilishana miaka. Kwa hivyo unasema mwaka mmoja ulichanua vizuri sana na nikapata tufaha nyingi, mwaka mwingine basi karibu halina, na yani yanabadilishana. Lengo letu ni kusaidia mti ili upate msongo mdogo. Kwa hivyo tunachotaka ni usipate msongo. Basi kadiri tunda linavyokuwa dogo, tunaweza kupunguza mzigo ule ambao bado tutautupa. Ni bora tangu likiwa dogo. Kwa hivyo ni jambo muhimu sana kuyaondoa mapema iwezekanavyo. Inaweza kuondolewa kwa mkasi kama nilivyokuwa nimesema, lakini ni bora kwa vidole. Ni haraka, ina ufanisi, na mti hukupa kilo nyingi zaidi za matunda ikiwa una, kwa mfano, tufaha 200 kubwa tamo kuliko ikiwa ungekuwa na 400 au 500, kwa sababu yatabaki kuwa madogo, kisha mti hupata msongo sana. Kwa hivyo tunapendelea tufaha kubwa, hukupa kilo nyingi zaidi, sokoni ana thamani kubwa zaidi, na sisi tunapendelea tufaha kubwa kwa kula, kwa kuuza. Tufaha kubwa ni bora zaidi. Hapa tawi hili, ili kulipunguza, ili tuweze kumudu vizuri zaidi, tutaanza tawi kwa tawi, kwa sababu nikifika kwenye mti na kusema nitaondoa hapa au pale, ni bora tuliangalie tawi kwa tawi. Kwa hivyo, kwa mfano, hapa ncha tunaona hapa kuna matufaha 4. Ni mengi sana kwa tawi dogo na jembamba hivi. Hapo sawa, imebaki hivyo. Ili kubaki moja ni bora zaidi wakati vijiti vinabaki. Ni bora, lakini si mara zote inawezekana. Hapa tena tutaziondoa, kubwa zaidi inabaki. Tawi kwa tawi ni bora zaidi, na si rahisi kubakiza moja. Pia sababu moja kwa nini naondoa matufaha mengi ni kwamba tawi hili ni jembamba sana. Hatuwezi kuliachia matufaha 4 au 5. Hapa yapo 3. Hapa nitaondoa lile dogo zaidi. Labda kama mti ungekuwa na mzigo mdogo sana, ningeweza kuacha 2, lakini hapa kuna lingine. Kwa hivyo hapa kuna lingine. Kwa hivyo tawi hili linaweza kuhimili matufaha mangapi? Na ni wazi haliwezi kuhimili matufaha 15. Kwa hivyo tutaacha moja. Hapa tayari tumeacha 1. Hili tutaliacha moja. Kwa mfano, kama hapa kusingekuwa na tufaha wala hapa, labda tungeweza kuacha 2. Ikiwa ni mwaka ambao kuna matunda machache sana, naweza kuacha 2, lakini kamwe hatutaacha zaidi ya 2 sehemu moja. Inapendekezwa, tunataka pale palipo na mafungu ibaki 1 tu. Hapa kwenye tawi hili kuna 3, 1, 2, 3. Lakini tukiliacha limejaa sana, hapa kuna lingine. Kwa hivyo halitatupa tufaha nzuri, na labda tufaha likishakuwa kubwa, tawi litavunjika na utalipoteza likiwa kubwa badala ya sasa likiwa dogo.
Inapendekezwa ni moja ya matufaha makubwa, matamu na haichoshi mti, na si rahisi kubadilika mwaka mmoja hadi mwingine.